Ya, Shafii, asante kwa kurejea tena. Naona mvua kidogo inatikisa mambo huko. Ulikuwa unazungumza kuhusiana na hali ya hewa ilivyo kuelekea mchezo leo. Ya, nilikuwa nazungumzia hali ya hewa kwa maana ya mvua kuendelea kunyesha, lakini haijawakatisha tamaa wahusika wote wa mchezo huu, kwa maana ya mashabiki, wachezaji, wote wako tayari kufika uwanjani na mashabiki wameshaingia uwanjani, na wanaopata changamoto ni wale ambao wanaangalia kwenye maeneo ya watu, kwenye zile public viewing centers ambazo kwa juu hazijafunikwa, manake wale ndio wanaopata shida, lakini ndani yake na kutokea changamoto inakupa fursa. Kwa hiyo kuna wajasiriamali wanaouza yale majaketi ya plastiki, ni mengi sana, kwa pesa 100 ambayo convert ni kama shilingi 20,000 ya Kitanzania. Kwa hiyo zinauzwa kama njugu, watu wanavaa, hamna kurudi nyumbani, wote wanaenda sehemu ambapo mechi inaonekana kwa ajili ya kuendelea kuangalia na kuenjoy fight kubwa ambalo linatokea sasa hivi. Na tulikuwa tunajiuliza wanayapata saa ngapi yale makoti, kwa sababu unakuta mvua inanyesha alafu ghafla tu wanayo. Kumbe kuna wachuuzi wapo huko. Shafii, naamini utakuwa umezungumza na Mexico wawili watatu. Wao wenyewe kwa mmoja wanazungumza nini kuelekea mchezo huu, na imani yao wanaamini watashinda mchezo ama kutakuwa kuna ugumu kwa namna wanavyozungumzia? Wao wanasema kwamba kwanza ni faida na faida kwa wao kuwa wenyeji wa mara ya 3 ya mashindano, na mara zote hawajafanya vizuri. Mafanikio makubwa waliyopata kama taifa kwenye fainali za kombe la dunia ni kufika robo fainali. Leo wameanzia hatua ya 32 bora, wanaenda hatua ya 16 bora, alafu wanatafuta robo fainali. Lakini kwenye hatua ya 16 bora wanasema kwamba wanaamini England atamfunga Congo DRC. Na wao wanaamini watamfunga Ecuador. Alafu watakutana tena hapa Azteca Stadium tarehe 5. Wao na England. Na wanaamini hiyo mechi wakifanikiwa kufunga England, stori za kuishia hatua robo finali mara zote itakuwa inaishia hapo. Ni muda ambao sasa wanataka kushangaza dunia, wakiamini wana kikosi ambacho hakina wachezaji wengi ambao ni mastaa, kina wachezaji wengi ambao wanacheza kwa umoja zaidi, na hii imewasaidia kuwapa level ya performance ya juu kama timu kuliko uwezo mtu mmoja. Kwa hiyo wana matumaini makubwa na timu yao, hata kikosi sasa hivi walichokuwa nacho Mexico. Ya, Shafii, nimeona taarifa hapa sasa hivi, nimepenyezewa na nimetazama mechi itasogezwa mbele kutokana na changamoto ya hali ya hewa. Watu wanapokea vipi hapo, na pengine kukaa inakuaje? Wanasalia kule kwenye standings zile ama kuna sehemu zingine wanazunguka na kuweza kupata viwili vitatu, hata chai kidogo, walau kusubiri muda? Na pengine inaweza ikachukua muda gani, au hujadodosa bado? Kama nilivyokuambia mwanzoni kwamba mvua inapiga na hapa radi zinaunguruma kweli kweli. Kwa hiyo mechi kusogeza mbele inategemea na hali ya hewa itakuwa imetengamaa kwa kiasi gani, lakini kikubwa ni kwamba mashabiki hawezi kuboeka, kwa sababu miundombinu ya viwanjani hapa ni mizuri, kwa maana ya sio tu ile sehemu ya kuchezea pitch ndio imeandaliwa vizuri kwa ajili ya wachezaji, lakini pia wanajua fika kwamba wanakuja mashabiki ambao na wao wanahitaji huduma. Kwa hiyo miundombinu ya huduma za msingi zote iko fresh kabisa. Na hivi ninapozungumza na wewe, mechi hii kwa sababu Mexico kwa nyumbani, mashabiki walikuja uwanjani masaa 5 kabla, lakini kwa utaratibu ili kuruhusiwa kuingia uwanjani ni masaa 3 kabla, at least unaruhusiwa kuingia kwenye uwanja. Mashabiki wengi walikuwa wamekaa kwa nje wakiendelea kupata vitu vya hapa na pale, lakini muda wa kuingia uwanjani ulipowadia, wote waliingia uwanjani na wakaendelea kupata huduma zingine. Kwa hiyo wakati mchezo umesimama, huduma zingine za kijamii zinaendelea kama kawaida, mpaka pale ambapo wale itakuwa imetengamaa na kuruhusiwa na mamlaka ambazo zinasimamia mchezo huu kuendelea. Kwa sekunde chache, Shafii, nini umejifunza hasa kwenye maendeleo ya soka letu huku kutoka huko? Ni vingi, lakini kimoja ni nizungumzia hapa kwenye eneo letu sisi kama waandishi wa habari. Unajua kwa wenzetu sisi ni watu muhimu kweli kweli, yani kuliko vile ambavyo unaweza ukaamini. Wanatujali na wana appreciate uwepo wetu, hasa ukimwambia kwamba mimi nimetoka Tanzania, Afrika, all the way to Mexico.
anaona ni jambo la busara, na kama kulikuwa na tunasema ile extra huduma unazipata zote. Hapa ninapozungumza na nyie, nipo kwenye chumba cha waandishi wa habari, tunasema media center. Hapa ndani kuna kila kitu ambacho mwandishi unahitaji ukipate kikurahisishie kuweza kufanya kazi, na hilo naliona moja kwa moja mubashara, kwa sababu hapa ninapozungumza na nyie kutoka hapa live, nipo katika ile eneo. Maana yake mazingira yameandaliwa vizuri, internet ni ya kasi, mazingira ya kuchaji vifaa vyetu, na ukitaka kupata chochote kile kuna uwepesi, kuna watu ambao wanakusaidia. Kwa hiyo mimi nimefocus na hiyo sehemu moja tu ya namna ambavyo wenzetu wanathamini media kwa maana ya vyombo vya habari, na naamini tunapoelekea na sisi kwenye mashindano makubwa tunaenda kuandaa AFCON mwakani, lakini pia ligi yetu yenyewe imemalizika, sio leo, ni leo imemalizika leo. Kuna changamoto, imemalizika leo jana, maana jana, maana huko siku ishageuka kwangu jana, kwangu mimi leo, kwangu mimi leo, kwako ni jana. Yes. Kwa hiyo ligi ni kubwa, maana yake waandishi wamefanya kazi kubwa ya kuifanyia coverage na kuipromote ikavuka mipaka. Kwa hiyo mamlaka ambazo zinasimamia mpira kwetu wakiona kuna haja ya kuongeza kidogo thamani kwa waandishi wa habari, kuwatengenezea mazingira mazuri ya kufanya kazi, itasaidia zaidi kuongezea thamani ligi yenyewe. Kwa sababu hata hapa, kwa nini wanafanya hivi? Wanafanya hivi kwa sababu wanaamini waandishi wa habari ndio nyenzo ya kuipeleka hii bidhaa yao huko duniani kwa walaji waweze kupata. Na ndio maana umeona hata FIFA wamempa content yule mtengeneza maudhui, streamer maarufu ISOSpeed, wamempa access ya kufanya streaming finali za kombe la dunia. Kwa nini? Kwa sababu wamesema kwamba audience yake ni ya Gen Z, ya vijana chini ya miaka 25, ambao na wao FIFA wameona ni muhimu waione hii product ili waweze kuipenda kwa ajili ya kuwa wateja wa baadaye. Kwa hiyo hiyo inaonyesha kwa kiasi gani sekta ya waandishi wa habari au watengeneza maudhui kwa ujumla wanapewa thamani kwenye matukio makubwa kama haya. Naam, shukrani sana Shafii. Basi na shaka una shughuli nyingi za kuendelea nazo hapo. Nikutakia wakati mwema na kila laheri kwenye mchezo ambao unakwenda kutazama punde kutoka sasa. Nashukuru sana kufanya kazi njema. Nafanya kazi kubwa, mimi nilipo huko nafuatilia na enjoy kusema ukweli. Shukrani sana. Ni Shafii Dauda, mchambuzi wa masuala ya soka lakini pia mwandishi wa habari za michezo mwandamizi kutoka hapa Tanzania, ambaye yupo huko kwa ajili ya kuhakikisha tunapata kila ambacho kinaendelea kutoka kule Mexico pamoja na Marekani ambako fainali za kombe la dunia zinaendelea kuchezwa.